Kwa makala mbalimbali za kusisimua ni Fathergate TV. Mpenzi mtazamaji wa Fathergate TV, TV bora kabisa, TV pendwa. Na leo kwenye makala yetu fupi na tamu, ijue historia fupi ya Rais Kim Jong, rais wa Korea Kaskazini. Twende pamoja. Kim Jong ni mtoto wa 5 wa mwisho katika uzao wa Kim Jong. Ni rais wa pili wa Korea Kaskazini na kwa sasa ndio kiongozi wa nchi hiyo. Alichukua cheo hicho baada ya kifo cha baba yake Disemba 19 mwaka 2011. Kim Jong anatajwa kuwa ni mmoja wa viongozi wenye msimamo mkali hasa kwa nchi za kimagharibi, na hadi sasa anazidi kuimarisha nguvu za kinyuklia za Korea Kaskazini na anainyima usingizi Marekani. Sasa tuyajue machache yafuatayo kuhusu Kim Jong-un, rais wa Korea Kaskazini. Ni jenerali pekee duniani anayepata cheo hicho bila ya uzoefu wa kijeshi. Kipaji, akili na kujituma ndo vilimfanya kuwa general licha ya kutokuwa na mafunzo wala uzoefu wowote wa masuala ya kijeshi. Labda ni kwa sababu Kim ni shupavu na jasiri wa kuzaliwa na sio tu kujifunza. Ana nyota 4 begani na anapenda zana za kinyuklia kuliko zana nyingine zozote za kijeshi duniani. Na pamoja kuwa kiongozi mkuu wa nchi, Kim hakusoma shule yoyote nchini Korea Kaskazini. Alipelekwa kwa siri nchini Switzerland akiwa ni mdogo. Alisoma Ben International School nchini humo. Mkuu wa shule alimtambulisha darasa la 6A kama Park Yoon na kwamba alikuwa mtoto mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini kwa sababu za kiusalama zaidi. Mpenzi mtazamaji, somo alifaulu vizuri ni muziki, lakini alifeli hesabu na sayansi. Anaweza kuwa ndio kiongozi mkubwa wa nchi mwenye umri mdogo zaidi duniani, japo haifahamiki ni lini hasa Kim Jong alizaliwa. Wapo wanaodai alizaliwa mwaka 1982 na wengine wanasema ni mwaka 1983, na taarifa nyingine zinasema alizaliwa mwaka 1984. Baba yake na Kim Jong alizaliwa kimeujiza. Taarifa nchini Korea Kaskazini zinasema Kim Jong alizaliwa mlima Baekdu. Huu ni mlima wa imani na huabudiwa na wa Korea Kaskazini. Wakati na sana siku aliyozaliwa, nyota mpya ilitokea na kufunika mbingu. Ghafla majira yalibadilika kutoka winter. Pinde mbili za mvua zilionekana. Japo taarifa kutoka katika kumbukumbu za Kisovieti zinasema jamaa alizaliwa mwaka 1941 katika kijiji cha Vatskoye huko nchini Siberia. Huyu ni baba wa Kim Jong-un. Na taarifa nyingine ni kwamba baba yake Kim Jong-un, yani hayati Kim Jong-2, hakuwahi kwenda haja kubwa wala haja ndogo wa maisha yake yote. Alikuwa na uwezo wa kubadili majira na hali ya hewa. Na akiwa na miaka 27, Kim Jong-un alifanyiwa plastic surgery ili kuwa na muonekano sawa na babu yake. Kuhudhuria msiba baba yake akiwa amelewa. Amri aliyotoa ni kwamba anyongwe na usibaki hata unywele wake. Kim Jong-un pia alitoa hukumu ya kifo kwa mjomba wake kwa kile kinachodaiwa kuwa alikuwa na kosa la ubandoa. Karibu kila mtu anayejaribu kumzuia nafasi ya watu waaminifu zaidi kwake aliiweka kundi la vijana wanaoongozwa na dada yake Kim Yong Jong, ambaye mwaka 2017 aliteuliwa kuwa kamati kuu ya chama cha Politburo. Na hiyo ndiyo makala fupi na tamu kabisa ambayo ilikuwa ikimuhusu rais wa Korea Kaskazini Kim Jong ama mfalme wa Pyongyang. Makala hii inakuja kwa udhamini wa Fathergate Nutrition Science, kitengo cha science ya virutubisho tiba vilivyo na uwezo kamili wa kupambana na magonjwa ya binadamu kama vile UTI sugu, pressure, kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, vidonda vya tumbo, matatizo ya uzazi kwa kina mama, uvimbe wa kizazi, miguu kufa ganzi, miguu kuwaka moto na dalili nyingine nyingi za hatari kiafya. Piga kwa ushauri 0712705158 0757931376 na Dr. Fadhili Emiri wa Fathergate Nutrition Science. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe channel yetu.